Sijui kama unashangaa ni nini inaendelea kwa dunia. Saa hizi vitu venye zinaendelea kwa dunia na kwa mitandao na zile vitu unaona na macho yako na zenye unasikia guys, ni vitu za kutisha na zinashangaza, na usipokuwa makini unaweza ukapotea na unaweza ukajipata auelewi ni nini kinaendelea. Guys, niko na story moja nataka kuelezea, na si story moja, nataka kuwapatia story mbili ambazo zinafanana kuhusu wanawake wawili. Wamekuja wameniambia ni share kwa sababu wako kwa ile hali ya kufanya toba na kuregret na kuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Na wakati mwingine kuna vitu ambazo unaweza kuwa ulifanya na huwezi taka mtu mwingine azifanye ama ingie kwa shimo ambayo uliingia. Ya kwanza ni mwanamke. Huyu ni mwanamke Muislamu. Kwa hivyo sitafichilia kitu ati sasa vitu zinafanywa na watu wote, uwe Muislamu, uwe Mkristo. Hizi vitu watu wanajipata kwa haya mashimo, watu wanajipata wamefanya vitu za kumwasi Mwenyezi Mungu kwa kujua na pia kutojua. Na excuse yenye imekuwa nilikuwa mdogo. Guys, hakuna excuse ulikuwa mdogo. Hakuna mwanamke alikuwa mdogo anajua kulala na mwanaume. Hakuna mwanamke mdogo anajua kufanyia mtu madhara na ni mdogo. Kwa hivyo excuse za mtu kusema nilikuwa young, hii wanawake tafadhali tuache. Na kama kuna kitu kama hii unafanya ama unafikiria, ama najua ni wanawake wengi wanangojea kufanya kitu kama hii na already wako katika haya mambo, na wengine wako katika kupelekwa na marafiki zao, kwa sababu lazima kuna ule rafiki mmoja anakupelekanga kwa haya ili jambo, kwa sababu huku unajua ukapelekwa na huyo mwingine alipelekwa. Watu ni kupelekana, wanapelekananga. Guys, kuna mwanamke mmoja aliolewa na akiwa na miaka 3 kwa ndoa, mume wake akaplan kuongeza mke wa pili. Kwa dini yetu Waislamu, hapa ni kwa Muislamu, kwa dini ya Kiislamu mwanaume anaruhusiwa kuoa wake wanne, lakini si kuoa tu. Mwanaume mwenye anaruhusiwa kuoa wanawake wanne ama zaidi ya mmoja ni mwanamume mwadilifu. Na Mwenyezi Mungu anasema kama unaofia hautakuwa mwadilifu, mwanaume anaambiwa akae na mke mmoja tu, kwa sababu kutokuwa mwadilifu katika kwenye ndoa ni mtihani ingine kubwa sana na ina madhara makubwa sana. Kwa hivyo wanaume wanaambiwa waoe, na at the same time wanaonywa kama unajua hautakuwa mwadilifu, unahimizwa ukae na mke mmoja tu, na ujaambiwa ufanye umalaya ama ukuwe na side chick. Ni ukae na huyo mwanamke wako peke yake kama hautakuwa mwadilifu. So guys, msichana akasikia ile wivu. Hakuna mwanamke anatakanga kuolewa, hata akuwe mzee, hata akuwe na miaka ngapi, hata ukuwe umekaa na mume wako miaka ngapi. Ikifika ni point ya kuoa, hakuna mwanamke uwanga anakubali, na hiyo ndio jihad ya mwanamke. Na hii ndio sometimes inakuanga yani ni jihad ya mwanamke kwa ufupi. Hakuna ati kurembesha kitu ama kusema kitu ni kibaya. Kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekubalia ni vibaya kufanya nini? Kukiharamisha. Kwa hivyo huyu mwanamke akashauriwa na mwanamke, twende nikupeleke mahali umfunge mume wako. Naenda straight to the point venye mnaniambianga, hakuna mahali nataka kufichilia. Twende umfunge ndio asiweze kuoa. Mwanamke walienda, na kuenda aliweza kumfunga mume wake, na akamfunga tu asikuwe na mwanamke mwingine yeyote. Na kukata story haraka juu kuna ile ya pili na ndio noma sana, ndio nataka kuwaambia. Alienda mwanaume akafungwa, na huyu mwanamke hakuniambia details za venye walifunga mwanaume, lakini hii nyingine niko na details nyingi sana na nitawaambia kila kitu guys, ndio mkuwe makini. Hawa walienda wakafunga mwanaume, na from that day huyo mume wake hajai kuoa. Sasa wako na miaka 20 na hajai kuoa. Lakini kitu ambacho kimefanya huyu mwanamke mpaka mimi amenifungulia na ameniambia, na akaniambia Zamzam, funza ama iongelee, juu najua wanawake wengi wanafanya hizi vitu, wengi sana. Aliniambia madhara yenye mimi naweza nikasema nime experience for 20 years tangu nifanye haya mambo.
tangu nimfunge mume wangu hajawahi kukua mzuri kwa tendo la ndoa. Sasa sijui kama hiyo ilimuaffect ama ikumuaffect. Ndio alikuwa ananiuliza afanye nini, ampikie nini, aweze kufanya nini, kwa sababu hiyo miaka 20 hajaweza kufurahia tendo la ndoa. Unaona mpaka guys, ni mtihani sana. Na hapa ndio nataka mimi kuambia mwanamke, hizi side effects za kufunga mtu, si kufunga tu mtu peke yake ndio asioe. Unaweza ukafunga kipato cha mwanaume, unaweza ukafunga mpaka mwili yake, na damage nyingine kubwa sana inaweza ikahappen kwa ule mwanaume. Na wakati umefunga ule mwanaume, guys, wanawake mjue pia umefunga watoto wako wa kiume. Hii itaenda mpaka kwa watoto wako wa kiume. Sawa? Kwa hivyo umejitengenezea barabara nzuri ya kuharibu hiyo generation. Kwa hivyo before uende kufunga mtu kwa vyovyote vile venye utamfunga, jua kuwa pia mwanao umemfunga, mjukuu umemfunga. Hii ni deni na itaenda ikilipiwa. Kwa hivyo ufanye haraka iwezekanavyo kuweza kumfungua ule mwanamume. Nikamwambia hivyo. Akaniambia walienda kwa kule, na unajua wachawi wanakufanga haraka guys. Kama uko na nia ya kwenda kufunga mtu, ujue wachawi hawana maisha marefu. Ni ngumu sana upate mchawi amekaa 50, 60, 70 years. Hawakaangi, kwa sababu the moment umeanza kufanya ushirikina na umeanza kufanya mambo ya kumwasi Mwenyezi Mungu na kumshirikisha Mwenyezi Mungu, ama kuenda hawa kwa makundi watu wanaenda ya kutajirika, miaka yako yenye uko nayo unagawa nusu, inabaki huko. Kwa hivyo hakunanga maisha. Nilimwambia rudi kwa ule mganga afungue hizo vitu kama mahali alifungiwa, amwambie alifanya nini, amvumue nini, na waende waweze kufanyiwa ibada ambayo ya spiritual inaitwa rukia, na itabidi amwambie venye alifanya, amuombe msamaha na waende wafanyiwe rukia. Sijui kama ni necessary kumwambia, kwa sababu ukishamwambia hiyo ita affect ndoa yako. Jule mwanaume hatawahi kukufanya nini, kukutrust tena. Lakini unaweza ukamsaidia kwa kumfanyia ibada na kuomba na kuendelea kurivers na alikadhalika, na atarudi sawa. Kwa hivyo niliweza kumueleza vitu nyingi za kurivers na nini cha kufanya, ikiwemo aende afanyiwe rukia. Hiyo ni story ya kwanza, na mimi nina ushahidi wa hii story kabisa. Nishawahi fanyikiwa na kitu kama hiki jamani guys, si maneno ya uongo ama ya jokes. Kama uamini, uombe Mungu isiwahi kupata. Wanawake wanaenda wanafunga wanaume zao, akienda kwa mke mdogo gari inasimama, injini inapoa, mwanaume anashikwa na insomnia, anxiety, mwanaume anashikwa na depression. Akitoka kwako akienda kwake anakuwa sawa. Kama hii mambo yajai kupata, jua hii ni mambo hiko, na watu sijui nitaelezea nini kuhusu watu. Tuende kwa next story guys, na una make sure una like video, unaweza ukashare hii video kama uko kwa YouTube, share. Unaweza ukacha comment yako kama uko kwa YouTube, unaweza ukashare. Kwa TikTok nimefunga comment section juu ya hiyo juu ya tabia yenu ya kuattack mtu bila makosa. Mtu anakuja kuwafunza kitu lakini mnaattack mtu. Sasa nashindwa kama inawauma, kwani nyinyi mnafanya hivyo. Unajua mimi najiulizanga maswali nyingi sana, alafu zile matusi zenyu ndizo waga zinafanya nifunge comment section. Kama unaweza ukaelekeza mtu vizuri, hata kama amekosea ni sawa, lakini matusi zingine guys inakuwa si rahisi. So guys, tuende kwa next story. Naenda haraka kadri ya niwezavyo. Haka ni kasichana. Ni mwanaume alikuwa na mke na ako na side chick. Sawa, ako na msichana mdogo. Unaona excuse na kuanga nilikuwa mdogo sikuwa na akili. Hamna, ulikuwa na akili. Hakuna mtoto mdogo anaweza kulala na mwanaume kama hana akili. Kwa hivyo kitu yote unafanya ya dhambi unajua. Huyu mwanaume akaamua, wacha mimi nikae na mke wangu na nikuwe na kasichana kadogo pale kakunituliza. Hii vitu inafanywa, hata wewe unajua mume wako ako na kampango kakando, hata wewe unajua, si ndio? Lakini mipango zingine za kando pia zinakuanga ni mashetani tu. Huyu msichana ule mwanaume alikuwa na pesa sana na alikuwa na mali.
na alikuwa anapenda mke wake, na alikuwa anaficha sana. Hakuwa anataka mke wake ajue kama kuna relationship nje ama kama kuna kitu inaendelea nje. Mwanaume aliweza kuficha, na alikuwa na wanaume ni waibie siri. Usikuwa unasifia mke wako mbele ya side chick. Wakati mwingine hata ni useme mke wako ni mbaya, ni mchafu, ananuka, hajui kuoga, sometimes inakuanga vizuri kwa sababu ya unamprotect. Sawa? Lakini ukienda kusifia mke wako venye ni mzuri, nini, wa masaidi chiki wengine ni wachawi, na hapo ndio wanaweza kumdhuru mke wako. Sikiza, mwanaume alikuwa anamwambia huyu side chick, mistaki mke wangu ajue na naheshimu mke wangu sana. Mke wangu tumevumiliana, tumetoka chini na yeye, mke wangu ni mzuri, ananga madharau, hananga kelele, ni ile tu tamaa imeniletea hapa, ile tu nasikia kukua na mwanamke mwingine wa nje, na nataka nikuwe yani mke wangu sitaki kumuonyesha heshima ndogo, ama siwezi taka kujua. So aka kasichana kakakuwa na ile bitterness. Kwa nini? Kwani unajua wanawake wengi wanadhanianga ukiolewa mke wa pili ama ukiwa side chick unadhanianga mwanaume hapendi ule mwanamke mwingine. Hapana, mwanaume ameumbiwa tamaa. Sawa, mwanaume ameumbiwa tamaa. Hata ukue mzuri aje kwa mwanaume, kama ameamua kuenda nje, ataenda nje, lakini haimaanishi akupendi, haimaanishi we ni mbaya. Hii ndio ma side chick na ma second wife mnafaa muelewe. Haimaanishi ule mke mwingine ana shida yoyote. Mwanamke yako vizuri kabisa, hii ni tamaa. Na ndio unaona Mwenyezi Mungu alipatia wanaume nafasi kwa dini ya Kiislamu, akamwambia oweni mpaka 4, na akawapatia sharti ambao wanaume wengi wataenda motoni kwa sababu ya kukosa kukua waadilifu. Kasichana kakaenda tu kakapatana na mama yani kalikuwa anataka huyu mwanaume akuendi kama yani unajua mwanaume sasa alikuwa anaenda kwa kasichana, wana spend 2 hours 3 hours, alafu anaenda kwake haraka juu hakuwa anataka mwanamke ajue. Mwanamke akaingiwa na wivu na akaenda kumfunga mwanaume. Nataka niwaeleze details venye alifunga huyu mwanaume ndio uogope. Mjue na ruka vitu zingine juu sitaki video ikuwe mrefu, na pia sina time, nimeacha chakula kwa moto. Kasichana kalipelekwa mahali kalipelekwa. Kakaenda kakaitishwa spams za mwanaume, jina ya mwanaume na picha ya mwanaume. Sawa, uelewe, nataka unisikize vizuri sana. Kupeleka hizo vitu zote, kakapeleka hizo vitu zote. Kupeleka, niuliza alijua jina ya mama ya mwanaume aje? Kwa sababu ya katoto. Si tule tutoto wenye tunaitangwa jina yote umepatia mtoto, jina yote ya mama yako. Ni rahisi sana mtu kujua jina ya mama yako through mtoto wako. Sisi Wakamba na Wakikuyu, alikuwa Mkikuyu. Msichana si amepeleka hizo vitu. Kupeleka hizo vitu kwa mpiga ramri, akaambiwa aende, yani alipatiwa details, aende akae siku 7 ajaoga na ajabadilisha suruari na asioshe sehemu zake za siri. Kwa hivyo ile tulikuwa inatakikana ni uchafu wake wa sehemu zake za siri, ama akaambiwa kama akona hedhi inaweza atoe tu hiyo suruari yenye already iko na damu apatiane, na kama sivyo wiki moja asioge, apeleke hiyo suruari yenye atakaa nayo wiki moja. Niambie kukaa wiki moja kama hujaoga jamani. Mwanamke lazima angefanya hivyo jusi anataka kumroga mume wake. Akaenda kakaa wiki moja bila kuoga 7 days, akapeleka ile suruari ikenda ikafanyiwa venye ilifanyiwa. Sawa. After hapo akaambiwa akae siku 7 ajaongea na mwanaume na ajalala na mwanaume. Kwa hivyo wasionane. Msichana ikabidi aende kwao mahali amezaliwa, hangeenda kwa nyumba yenye alikuwa amekombolewa na mwanaume kwa sababu wangeonana, na akazima simu. Akaambiwa the 7 day yenye ukimaliza 7 days utaona huyo mwanaume venye atakukujia, na utaona reaction za ule mwanaume. Mwanaume alitafuta huyo mwanamke hii 7 days. Mwanaume ni kama alikuwa kichaa. Alitafuta huyo mwanamke, akamtafuta the 8th day ama hiyo 7 day 8th day juu aliambiwa malize siku 7 wajaonana na wajalala pamoja. Wakaenda wakaonana hiyo 8th day. Ile reaction huyo mwanaume alikuwa nayo mpaka udem kwanza akaingiwa na uoga, akasema gai, kumbe uchawi inawakingi. Mwanaume alilala kwa mwanamke siku 3, na ujue ni mwanaume mwenye alikuwa na spend 1 hour 2 hours anakimbia kwake. Mwanaume akachizi kabisa, akachizi. Sasa ile mpaka bibi yake akajua mahali
madem nataka niwaambie mnaweza sometimes hao wanaume wawaambiangi huyu mwanaume walikuwa wanasapotiwa na upande wa msichana. Upande wa msichana, familia ya msichana walikuwa wanakaa Amerika. Hata sasa walinyambia bado familia yao iko Amerika. Hata mwanamke alirudi akaenda Amerika. Sikiza. So walikuwa wanasapotiwa na mali yote na pesa, everything ilikuwa kwa upande wa mwanamke. So wakati mwanaume alianza kulala nje, kucheat nini vitu kama hizo, mwanamke alimpatia time ya kuchange, lakini alishindwa kuchange. Ikawa mwanamke sasa ameanza kukata mikataba. Lakini unaona hiyo during hiyo time, juzi tunakwambia ni kitu ya siku 2, ni kitu imeenda miaka mingi, sawa? Huyu mwanaume alichukua pesa akafungulia huyu mwanamke manguo, akaanza kuuza nguo. Msichana akaanza kwenda wataku kwa wa Chinese huko kuendea manguo huko nini. Msichana akaekewa job poa, akakuwa na pesa, alafu akapata type yake. Sasa tunaongea na msichana alienda mpaka yeye Amerika. Unasikia? Alipatana na mzungu na akaenda Amerika. Mwanaume alikosa kuchange na akaachwa na mke wake, wakaachana na mwanamke akakaa tu Kenya, lakini ikafika time akaenda kwa watu wao Amerika. Juni kama huyu mwanaume ndio alikuwa anafanya akae Kenya. Kila kitu ikajifunga, watoto wakaenda. Mwanaume akabaki peke yake. Mwanaume akabaki na akashikwa yani na hiyo stress, depression nini, akatokwa na mke wake na kale ka side chick. Sasa kameshapata pesa, kamepata mzungu, kakaenda. Ile biashara ilibidi huyu mwanamke aliuza kila kitu juu sasa alikuwa anataka kumove na mzungu. Na before move na mzungu walikuwa wameachana na huyu mwanaume. Mwanaume akakaa ni kama amechizi, mwanamke akamfukuza. Sawa? Ikafika mahali mwanamke ako Amerika. Sasa huyu side chick ako na matatizo mbalimbali. Unajua Mungu anaweza kukupiga mtihani. Side chick akakuwa na matatizo mbalimbali, hajaipata mtoto, amejifunga, growth after growth, vitu nyingi. So tulipatana na yeye na akawa ameniambia story yake. So alikuwa ananiambia Zamzam, ama ni venye nilifanya hivi, ama ni venye nilifanya hivi. Na aliniambia, guys, nikiwapatia story ya mtu anakuanga ameniambia ni share, watu wajue, kwa sababu hata wakati walikuwa wanaenda kule kwa wapiga ramri kulikuwa ngana tusichana twingi na watu wengi, na walikuwa makundi ya wasichana walikuwa wamepelekana, na hata saa hii hizi vitu zinaendeleanga. Kwa hivyo aliniambia niseme. Saa hii unaweza ukajua ni nani, hauwezi ukajua ni nani. So hata ukikuja kuniambia story yako niambie watu waweze kusaidika na story yako, mwenye alikuwa anataka kufanyia kitu aache nini unakuanga umesaidia. Hakuna mtu atajua ni wewe. So huyu mwanamke alikuwa amekuja kwangu kuniambia kuna hiyo shida ni nini, anaweza akatumia home remedy gani, azai nini. So nikawa namuuliza maswali nyingi mpaka akafunguka roho, akaniambia kitu yote anaona ni kama ni laana, ni karma, ni yani kwa moyo wake hiyo kitu inamkula, inamsumbua. Juu hata mwanaume mwenye walipatana naye mzungu wa kwanza waliachana, wa pili wakaachana. Sasa hii maisha yake ananiambia ni mbaya kabisa. Pia ni kama kuna depression. Yani unajua maisha ya Amerika venye inakuanga sometimes haikuangi ni rahisi kabisa guys. So alikuwa ananiambia ana feel like sasa ashaokoka, ashakuwa mtu mzima, lakini si mzima hivyo juu nikisema ni age yangu atakuwa ni mdogo, ama nikisema ni age yangu atakuwa ni mzee. Sijui venye unanionanga. So ni age 2 yangu, si mzee, ni age 2 yangu. Yani sidhani kama tumeachana naye kulingana na venye aliniambia. Kwa hivyo bado ako na chance na ako na muda wa kupata watoto, hata kama ni wangapi, muda ako nao. Hakuna ukwangi umechelewa guys. Mahali umejikubali na ukakubali dhambi zako na ukasema umetubu na ukaacha, hiyo ndio time yako ya Mungu kukubariki. So mwanamke aliokoka, ameombewa, amefanyiwa nini, matoto deliverance nini, aziendi nini. So alikuwa ananiambia, Zamzam, nasikianga ukiongea hizi stories za kuriva, nasikianga ukiongea story na hizi vitu vifungo na alikadhalika. Ni nini naweza nikafanya kama mimi ndio niweze kusaidia huyu mwanaume? Juu naona huyu mwanaume akisaidika, mimi nitakuwa ndio nimefungika. Juu ni kama tulijifunga, yani ni kama tu hii ni Mungu tu ananipunish. Nikamuuliza, mwanaume yako hai mahali mulienda? Huyo akaniambia huyo mwenye alimpeleka hata alimwambia ende amwangalilie, akaenda akapata hata mama alikufa kitambo, hata hakuna mtu anamjua. Nikamwambia unaweza ukamsaidia juu wewe uko na yeye yako.
So nikamwambia venye anaweza kumsaidia, na njia ya reverse guys inakuanga ni maombi. Sasa hiyo maombi ndio nakuuliza utaombewa na nani? Kama ni watu wenye wanaombea ndio unasikia miscandals zao huku, unasikia mapasta mambo yao venye wamejichanganya, unasikia mapasta ni watu unasikianga venye Shiro Okora venye ameweza kuchambua mapasta haya. Ukirudi kwa upande wetu kwa Waislamu, kupata mwenye atakufanyia kufanyia rukia ndio inakuanga ngumu guys. Na hapa ndio nawaambianga mjifunze kujiombea, mjifunze kuombea mafuta zenyu za upako, mkuwe na mafuta zenyu za anointing oil, mkuwe na mafuta zenyu za kujiombea na maji yenu ya kujiombea. Mjue namna ya kujiombea, kwa sababu sahi hakuna mtu akona nafasi yako ya kukuombea. Kama uko na mama yako hai, na wewe shikaneni mjiombe. Mama yako akuombe juu nayo dua ya mama inaendanga direct. Ukikaa hapo ungoje uende uombewe na pastor, uombewe na imamu, my friend, unaweza ukakawia sana. Ukienda kwa upande mwingine unasikia watu wakisema kuna majini wazuri, kuna majini wabaya. Hakuna jini mzuri. Majini wazuri hawezi wana ushirikiano na binadamu. Unasikia? Mtu asikuambie kuna majini wabaya, kuna jini mzuri. Hakuna jini mzuri, jini ni jini. Na kama yeye ni mzuri ni jini, hawezi akakuja kwa binadamu. Hiyo ndio uzuri kama yeye ni mzuri. Unaona? Kila mahali unachanganyikiwa, ufanye nini, uombe wapi, yani hii kitu sasa ndio inachanganya watu. Ukienda huko kwa watu, kwa wapiga ramli, magician, ndio huko utaenda, ndio huko sasa mtu hizo huko wenye mnaenda mnaambiwa msioge, mnaharibiwa, watu wanafungwa. Unafika mahali utafanya nini guys? Nakwambianga kitu rahisi. Uko na moyo, uko na akili, uko na Quran, uko na Biblia. Mimi sijui sasa wewe ni wa dhehebu gani, sijui. Omba Mungu wenye unamjua, aliye mbingu na ardhi. Huyo muombe Mungu mwenye amekupatia pumzi. Ongea na Mungu, mwambie Mungu, nimekuja mbele yako, nilifanya hivi na hivi, nimetubu Mungu. Wewe Mungu muumba mbingu na ardhi, mwenye umenipatia pumzi, mwenye ulinileta kwa dunia, mwenye unanipatia hewa, wewe Mungu mmoja, mwenye hauna mshirika, hauna mwenye anafanana na wewe, hukuzaa wala haukuzaliwa. Wewe Mungu ndio nakuomba, nifungue. Wewe ndio unajua vifungo mahali nilifungiwa. Wewe ndio unajua mganga mahali alifungia mtu nikasababisha mtu wa wenyewe saa hii anaumia pale nyumbani, mzee amezeeka, watoto wako Amerika, haezi akaoa. Na my friend, vifungo ni real. Alioa mara 3, wanawake wakaenda. Unaona guys, wanawake tumche Mwenyezi Mungu. Tunaambiwa wanawake wengi ndio watakuwa jahannam. Mche Mwenyezi Mungu, ogopa Mwenyezi Mungu. Tu video twa dakika 5 mnaenda mnasikiza hapa, unasikiza hii hapa, unasikiza hii hapa, unasikiza hii, zinawapoteza guys. Ukipata mtu anakwambia chukua dunga shindano, fanya nini, chukua nguo, kimbia. Ukienda kwa mtu akuitishe damu, akuitishe nguo, picha, majina, niliwaambia kimbia kwenyu kwa mama yako, umwambia kuombe. Huyo mtu atakuwa, itakukosti my friend, utalia. Hakuna jini anapatiana kitu cha bure. Hakuna kitu cha bure kwa hii dunia isipokuwa Mwenyezi Mungu ndio anakupatia pumzi ya bure. Shetani atakuja na atakusumbua, atasumbua generation yako, atasumbua watoto wako, atakumaliza. Wanaume, kuweni makini sana. Kuna mtu aliniambia kwa nini napumua. Sipumui, niko vizuri, hewa alhamdulillah. Hata ungevaa hii mask ungekuwa unapumua namna gani? Unaona? Nikiwekea sura yangu hapa mnaniroga. Ile kitu ujui huwezi ukaidhuru. Mnachukuanga picha za watu, mnaenda mnafunga mtu midomo, unadunga mtu mapua, mtu anadungwa. Sasa utanidunga namna gani sasa? Hapa kwa social media ni noma. Uchawi uko. Evil eye iko. Watu saa hizi wanatafuta pesa kwa kila njia. Watu hawaogopi maisha, hawaogopi moto wa jahannam. Mtu ako radhi kama Mungu alikupangia ukae miaka 50, 25 unapatia shetani, uishi 25 ya raha. Ya nini? Wacha nikae maisha yangu 70 years, 60 years, 40 years, hata nikae 20 years, lakini nikuwe na peace na nisimshirikishe Mwenyezi Mungu. Tumia mimea, haina shida, lakini hii mimea tia maombi.
ogea, kunywa, toa uchawi kwa mwili, ujiombe. Sawa, tumemalizana. Sasa wewe pale kwa comment section, piga kelele kama uko kwa TikTok, sema venye utasema, nimefunga comment, alhamdulillah. Na kama uko kwa YouTube kuna kitu but mimi hata sijui watu wenye mood, sijui watu wenye wanakwanga wamenifollow ni akina nani, kwa sababu watu wagumu. I'm supporting mtu kwa kulike video na kucomment. Guys, sijui mnakuanga akina nani, sijui. But in fact hata mwatching video zangu juu niko na 24 subscriber, viewers wanakuanga 50. So hao wengine ni dead. Unaona, hao wengine hakunanga. So hao 50 wenye nakuanga nao mna vingi video zangu, shukrani sana. Mview, mcomment vizuri. Nyinyi ndio riziki yangu, nyinyi ndio watu wangu, nyinyi ndio mpo. Hao wengine wenye walienda, alhamdulillah, Mungu ataleta wengine bora zaidi yako. Na kama wewe utakuwa mbora, unaweza ukasubscribe na ukahit notification. Kama unajua utawatch video zangu, kama unajua unanga bundles hautawatch video zangu, toka tu. Yani hata usisubscribe, wacha tu hiyo nafasi ipate mtu mwingine. Hakuna haja niko na subscriber wengi na hakuna viewers. Sawa, mbarikiwe, tuendelee kukua pamoja. Video najua ni refu. Je, kuna kitu umefaidika? Kuna kitu umelearn? Uko hapo unajaribu kuoa mke wa pili, my friend, ulipiniwa, hauwezi. Uko hapo unajaribu vitu zako, my friend, au watu mna date ma side chick watawamaliza. Mutaisha. Mbarikiwe.